Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu, wajumbe wa tume, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Mheshimiwa Rais, tarehe 14 Novemba mwaka huu, katika hotuba yako ya uzinduzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uliliarifu Bunge kuwa umeunda tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Mheshimiwa Rais, leo hii tumekutana hapa kwa ajili ya uzinduzi rasmi wa tume ili ianze kutekeleza majukumu yake. Ninaomba nitumie nafasi hii kuwatambulisha wajumbe wa tume. Katika kuwatambulisha wajumbe, nitaomba pia nitoe maelezo mafupi kuonesha uzoefu wa kila mjumbe kuendana na jukumu walilokabidhiwa. Mwenyekiti wa tume, Mheshimiwa Rais, umemteua Mheshimiwa Mohamed Chande Othman. Mheshimiwa Othman ni mmoja wa watu mashuhuri na wenye weledi na uzoefu mkubwa katika tasnia ya sheria, utoaji wa haki na masuala ya haki za binadamu kimataifa na kitaifa pia. Anafahamika na kuheshimika kimataifa kutokana na uelewa alionao wa masuala ya sheria na siasa za kimataifa kwenye masuala ya utunzaji wa amani. Zifuatazo ni baadhi tu ya kazi na majukumu aliyowahi kuyatekeleza. Naomba Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu usimame, angalau Mheshimiwa Rais akuone na wanaofuata. Tafadhali naomba ukae. Ni prominent figure, nadhani wote tunamfahamu. Ilikuwa ni courtesy tu kufanya usimame. Amewahi kuwa jaji mkuu wa Tanzania kuanzia mwaka 2010 hadi mwaka 2017 alipostaafu. Kabla ya hapo aliwahi kuhudumu kama jaji wa mahakama ya rufani na jaji wa mahakama kuu ya Tanzania. Amewahi kushiriki kama mtaalamu huru wa Umoja wa Mataifa katika uchunguzi wa ukiukaji wa haki za binadamu nchini Lebanon na Sudani. Amewahi kuwa mjumbe wa timu ya kupitia sheria iliyoanzisha mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Amewahi pia kuwa mjumbe wa tume huru ya wataalamu ya kutathmini utendaji na ufanisi wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Amewahi kuwa mwendesha mashtaka mkuu katika kesi za uhalifu uliotokea nchini Timor Mashariki. Amewahi kuwa mwendesha mashtaka katika mahakama ya Umoja wa Mataifa ya uhalifu wa mauaji ya Rwanda. Pia amewahi kuwa mwenyekiti wa tume ya Rais ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini, kazi ambayo ameifanya hivi karibuni na matokeo yake Watanzania wengi wanayafahamu. Kwa ufupi tu, CV yake ni ndefu, lakini nimeona nipiki hayo machache. Wa pili ni Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma. Yeye ni mjumbe, naye Mheshimiwa Rais ni prominent figure Tanzania. Yeye ni jaji mkuu mstaafu wa Tanzania aliyehudumu katika nafasi hiyo kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2025 alipostaafu. Kabla ya kuwa jaji mkuu aliwahi kuwa jaji wa mahakama rufani, jaji wa mahakama kuu na profesa wa sheria katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Pia akiwa jaji mkuu alisimamia maboresho makubwa ya utendaji kazi wa mahakama ya Tanzania, na kwa kutambua mchango wake katika kazi hiyo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alimtunukia Profesa Juma nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili. Amewahi pia kuwa mwenyekiti wa tume ya kurekebisha sheria, na akiwa kama jaji mkuu pia alihudumu kama kamishna na mwenyekiti wa tume ya utumishi wa mahakama. CV yake naye ni ndefu, lakini nimepiki machache. Watatu ni Balozi Ombeni Yohana Sefue. Naye ni mjumbe, naye ni prominent figure katika nchi yetu. Kwa kifupi, Balozi Sefue
ni balozi, mwanadiplomasia mwandamizi na katibu mkuu kiongozi mstaafu. Katika nafasi yake akiwa katibu mkuu kiongozi aliwahi pia kuwa katibu wa baraza la mawaziri, katibu wa baraza la usalama la taifa na mkuu wa utumishi wa umma. Aidha, katika nafasi yake ya katibu mkuu kiongozi alisimamia kazi za tume na timu mbalimbali ambazo ziliundwa na rais wakati huo. Katika majukumu yake ya kidiplomasia amewahi kuwa balozi na mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa na balozi wa Tanzania katika nchi za Marekani na Kanada. Amewahi pia kuwa mwenyekiti wa jopo la wataalamu kwa ajili ya kufanya tathmini ya masuala ya utawala bora barani Afrika, yani African Peer Review Mechanism. Pia amewahi kuwa msaidizi wa rais wa awamu ya pili hayati Ali Hassan Mwinyi na rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin William Mkapa, na ndiye aliyesimamia uandishi wa vitabu vya marais hao ambavyo ni Maisha yangu, Kusudi langu cha hayati Mkapa na Mzee Ruksa, Safari ya maisha yangu cha hayati Mwinyi. Na pia Balozi Sefue alikuwa makamu mwenyekiti wa tume ya rais ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini. Mwingine ni IGP mstaafu Saidi Ali Mwema ambaye ni mjumbe. Mheshimiwa Rais yeye ni mkuu wa jeshi la polisi IGP mstaafu. Akiwa IGP alisimamia maboresho makubwa ya jeshi la polisi ikiwa ni pamoja na utekelezaji na kuandaa mkakati wa polisi jamii. Akiwa IGP pia aliongoza jeshi hilo kupambana na uhalifu mbalimbali ikiwemo uhalifu wa kuvuka mipaka, ugaidi, biashara haramu ya binadamu na madawa ya kulevya. Amewahi pia kuwa mkuu wa kanda ndogo Sub-Regional Bureau ya Interpol iliyopo Nairobi, Kenya, na pia amewahi kuwa mjumbe wa tume ya rais ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai. Wa tano ni Balozi Luteni Jenerali mstaafu Paul Ignas Mela. Yeye ni mjumbe. Luteni Jenerali Mela ni balozi na Luteni Jenerali mstaafu wa Jeshi la Wananchi Tanzania. Amewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini DRC. Akiwa jenerali mwandamizi wa jeshi, General Mela ameshiriki katika shughuli nyingi za kuleta amani. Yafuatayo ni baadhi tu ya majukumu aliyowahi kuyatekeleza. Amewahi kuwa Force Commander wa majeshi ya Umoja wa Mataifa Darfur, na amewahi kuhudumu kwenye timu ya usuluhishi chini ya rais mstaafu wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa msuluhishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mgogoro wa mashariki ya DRC. Wa sita, Mheshimiwa Rais ni Balozi David Joseph Miyeye Kapia. Naye ni mjumbe. Yeye ni balozi na mwanadiplomasia mwandamizi, na yafuatayo ni baadhi tu ya majukumu ambayo amewahi kuyatekeleza katika utatuzi wa migogoro. Amewahi kuwa msaidizi mahususi wa rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa katika mazungumzo ya kutatua amani mashariki ya DRC. Amewahi kuwa msaidizi mahususi wa rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa katika usuluhishi wa mgogoro wa Sudan, juhudi ambazo zilipelekea kuzaliwa kwa taifa jipya la Sudani Kusini. Amewahi pia kuwa mshauri mahususi wa rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa katika upatanishi wa mgogoro wa kisiasa nchini Burundi. Amewahi kuwa msaidizi mahususi wa rais wa awamu ya nne Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete katika timu ya Umoja wa Afrika ya usuluhishi wa mgogoro nchini Ivory Coast, na amewahi kuwa mwakilishi maalum wa Tanzania kwenye utatuzi wa mgogoro wa kisiasa nchini Zimbabwe. Naye ni kwa machache, CV yake ni ndefu sana katika eneo hili. Wa saba ni Balozi Radhia Naima Msuya. Balozi Msuya ni balozi na mwanadiplomasia mwandamizi akiwa amehudumu kama balozi wa Tanzania katika nchi mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini, akihudumu pia
kwa nchi za Namibia, Lesotho, Botswana na katika taasisi ya SADC. Na kutokana na weledi wake katika diplomasia, Balozi Msuya amewahi kutunukiwa nishani ya heshima National Order of Merit na Rais wa Ufaransa. Hayo ni kwa kifupi. 8 ni Dr. Stergomena Lawrence Tax, naye ni mjumbe. Yeye ni kiongozi mwandamizi mstaafu mwenye uzoefu wa muda mrefu katika masuala ya uongozi, diplomasia na utengamano wa kikanda. Amewahi kuwa katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kwa miaka 8. Aidha, amehudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi ndani na nje ya nchi, ikiwemo kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki, na pia aliwahi kuwa waziri wa ulinzi. Na 9 na mwisho, Mheshimiwa Rais, ni Balozi George Madafa. Huyu ni afisa mwandamizi wa serikali mstaafu. Amewahi pia kuwa balozi wa Tanzania nchini Italia. Mheshimiwa Rais, ofisi yangu imejiandaa kikamilifu kuiwezesha tume kutekeleza majukumu yake bila kikwazo chochote. Baada ya maelezo haya mafupi, ninaomba sasa kwa heshima nikukaribishe ili uzungumze na hadhara hii na kisha kuizindua rasmi tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu.